Leo kulikuwa kuna michezo miwili ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa wakilishi kutoka hapa nchini Tanzania. Simba ya mchezo wake ulikuwa mapema kabisa, majira ya saa 1 kamili za usiku ndiko ambako mechi yake alikuwa anacheza kule nchini Angola dhidi ya Petro de Luanda. Mpaka dakika 90 zinakamilika, klabu ya Simba wakatoa sare ya goli 1-1. Goli la Anicet Oura ambalo alisawazishia klabu ya Simba baada ya kuruhusu goli mapema kabisa katika mchezo huo. Simba rasmi ametoka katika michuano hiyo na kwa sasa anachosubiri ni kukamilisha ratiba tu katika mchezo wake wa mwisho utakaofanyika weekend ijayo katika dimba la Benjamin Mkapa dhidi ya Stade Malien. Sasa mechi ya pili ilikuwa ni dhidi ya Young Africans wakiwa kule Morocco dhidi ya FAR Rabat, na mpaka dakika 90 zinakamilika, klabu ya Young Africans wakakubali kichapo cha goli 1-0 dakika za jioni kabisa, jambo ambalo kama wangekaza basi wangeweka mazingira mazuri ya wao kufuzu katika hatua ya robo finali. Sasa Young Africans wana kibarua kikubwa sana ili waweze kufuzu katika hatua ya robo finali. Kwanza kabisa, mchezo wao wa mwisho dhidi ya JS Kabylie ambao utapigwa katika dimba la New Amani Complex kule Zanzibar, wanatakiwa kushinda mchezo huo, lakini sio tu kushinda, lakini pia kushinda kwa magoli sio chini ya magoli 3, lakini pia huku akiombea timu ya FAR Rabat afungwe na timu ya Al Ahly pale nchini Misri. Hizo ndio hesabu ambazo Young Africans wanazipiga kwa sasa baada ya kupata matokeo mabaya hii leo ya kukubali kichapo cha goli 1-0. Je, unaiona Young Africans ikitoboa katika hatua ya makundi kwenda katika hatua ya robo finali? Though kupitia kwa rais wao Young Africans Engineer Hersi Said alisema kwamba malengo ya Young Africans kwa msimu huu 2025-2026 basi ni kufika katika hatua ya makundi, hawakuweka robo finali. So wanasema kujitetea endapo akitolewa, watasema kwamba malengo yao yametimia, kwani walipanga kufika katika hatua ya makundi. So wamefika robo finali kwao, kama wataenda basi itakuwa ni bonus kwa mujibu wa wenyewe Young Africans, malengo ambayo waliweka kwa mwaka huu hapa 2025-26. Au vipi? Kumbuka kusubscribe kwa habari zote kali kubwa ambazo zinatufikia kutokea hapa. Asante sana.